Akitamatisha ziara yake ya siku 3 katika kaunti ya Turkana, Waziri Mkuu Raila Odinga aliwakashifu vikali mahasimu wake wa kisiasa wanaopania kuingia ikuluni na kusema kuwa hawana ajenda kwa taifa. Raila anasema kuwa wakosoaji wake wanaishi katika enzi za kale na bado hawajang'amua kuwa kuna katiba mpya yenye mambo mapya. Bado kuna wale maadui ya hii katiba mpya hawataki ifanye kazi, na wanajaribu kutumia sheria zingine na mbinu zingine ili katiba isifanye kazi vile imekuwa imeandikwa. Raila ameahidi kuhakikisha kuwa swala la mipaka haswa kati ya Turkana na Pokot litashughulikiwa ili kukomesha migongano ya mara kwa mara. Waziri Mkuu amesema kuwa atafanya kazi na chama cha Ford Kenya katika uchaguzi mkuu ujao. Akikutana na wawakilishi na wapanga uchaguzi wa chama cha URP mjini Machakos, mbunge wa Eldoret Kaskazini William Ruto amekashifu ukosefu wa usalama katika sehemu mbalimbali humu nchini. Ruto anashangaa vipi idara ya usalama imetengewa fedha za kutosha kwenye makadirio ya bajeti na serikali imeshindwa kudhibiti mapigano katika maeneo ya Tana River, Mandera na Wajir. It is unfortunate that in this century, at this point in time, our country is not secure. And we believe as URP that it is the first and primary responsibility of any government worth its salt to ensure the security of its citizens, property, and anything else that needs to be secured. Akifungua kongamano la Kenya Methodist Church, makamu wa rais Kalonzo Musyoka alichukua fursa hiyo kuendeleza kampeni za kutaka kuungwa mkono katika azma yake ya kuwania urais na kuahidi kuhakikisha kuwa ndoto za maisha bora kwa Wakenya wote zimetimia. Kalonzo anasema kuwa akichaguliwa kuwa rais atahakikisha kuwa ustawi wa kiuchumi, amani, umoja wa kitaifa zimeafikiwa. As we approach the general election, I call upon our religious leaders to encourage Kenyans to maintain peace during this critical time in our nation's history. Katika hafla ya ukumbusho wa mwenda zake aliyekuwa makamu wa rais Michael Kijana Wamalwa huko Kitale, vigogo wa kundi la G7 wakiwemo naibu waziri mkuu Uhuru Kenyatta na mbunge wa Saboti Eugene Wamalwa wameshinikizwa kuungana kama ilivyokuwa mwaka 2002 kwenye wimbi la NARC lililombwaga Moi. Waziri wa afya ya umma Beth Mugo ambaye aliwakilisha Uhuru aliwataka wagombea urais wa G7 kuungana bila masharti yoyote na kufanya mkataba wa kabla ya uchaguzi kama huo wa wimbi la NARC. Ni lazima viongozi wetu waungane, na sio kuungana nyuma ya uchaguzi, ni kuungana mbele ya uchaguzi kama NARC iliungana. Na tukiwa county ambayo tunatoa presidential candidate, tunahitaji support ya counties zingine. Kushinda urais lazima upate 50+1%. Mjini Kisumu, hasira za vijana hawa nusura zimwangukia aliyekuwa mshauri wa kisiasa wa waziri mkuu Miguna Miguna ambaye alikuwa huko kukipigia debe kitabu chake. Maafisa wa usalama walilazimika kuingilia kati na kuwafurusha vijana hao waliozingira mkahawa alikokuwa Miguna. Ilibidi Miguna asindikizwe kutoka hotelini na maafisa wakuu wa usalama wakiongozwa na mkuu wa wilaya ya Kisumu Willy Cheboi, OCPD Musa Kongoli na naibu wake Muthuri Mongera. Hata hivyo gari lake Miguna halikuepuka mvua ya mawe kutoka kwa umati uliowataka maafisa wa polisi wamwachilie wapambane naye. Faiza Maganga, Citizen Nipashe.